Goli la ushindi katika mchezo huo. Mechi ilikuwa ngumu katika muktadha huo, lakini tukafanikiwa kurejesha goli ambalo walitangulia na tukafanikiwa kufunga goli la pili, na mechi ikawa imemalizika namna hiyo kwa ushindi wa goli 2-1. Tunawapongeza Coast kwa kutupa upinzani mgumu, lakini tunawapongeza zaidi wachezaji wetu kwa namna ambavyo waliweza kucapitalize mechi kutoka kwenye kufungwa goli moja na hatimaye kufunga magoli mawili na kufanikiwa kuzuia magoli hayo mawili, na hatimaye tunaondoka na ushindi wa magoli 2-1. Sisi kwetu ni faraja na furaha kubwa kweli kweli. Kipindi cha pili kilikuwa kama kigumu sana kweli. Kipindi cha pili kilikuwa kigumu kwa sababu una kazi ya kuzuia goli moja, na ikiwa 2-1 ni sawasawa na 1-0, na kuzuia goli ni kazi ngumu kweli kweli. Tayari Coast waliweza kuziba, kwa hiyo tusingeweza kupata goli jingine. Option ilikuwa ni kuzuia goli ambalo tunalo, ambalo lilikuwa linatenganisha sisi na Coastal Union. Tukafanikiwa kuzima mashambulizi ya Coast, japo mwishoni waliweza kuja na kushambulia, lakini ubora wa walinzi wetu ukafanikiwa kutuweka salama na hatimaye tukaondoka na ushindi huu wa goli 2-1. Kileleni japo kwa muda tunasema, kwa sababu inasubiriwa pia mechi ya kesho kuona itakuwa vipi. Of course, hatuna cha kushangilia kukaa kileleni ukiwa na idadi kubwa ya michezo na ukiwa unafahamu kabisa mechi inayofuata ni ya Romeo and Juliet. Kwa hiyo unakuwa huna Romeo and Juliet. Kwa hiyo unakuwa huna pressure kubwa ya kuanza kunitaka hapo nitafanyaje. Kitu cha msingi ni kwamba sisi tuendelee kushinda michezo yetu. Tumesaliwa na michezo 6, tuendelee kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Mwisho wa msimu tutaangalia tumevuna kitu gani, na baada hapo tutakuwa kwenye nafasi ya kuangalia tumefanikiwa ama tumefeli msimu huu. Lakini hii ya kukaa juu na kushuka kwa sasa hatuhesabu. Petro bana, hujaelewa. Tuchota Chama kwenye mwendelezo bora zaidi leo. Chama anachukua tuzo ya 5 ya ligi kuu ya NBC na kuwa ndio binadamu wa kwanza duniani kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi mara 5 mtawalia. Haijawahi kutokea duniani kote katika wanachama wa FIFA 211, katika ligi kuu 211 duniani kote. Hakujawahi kutokea mchezaji akawa mchezaji bora wa mechi mara 5 mtawalia. Ni kwa mara ya kwanza dunia inamshuhudia Chama anakuwa mchezaji bora mara 5 mtawalia. Dunia imemshuhudia Lionel Messi, lakini Messi hajawahi kuwa mchezaji bora wa mechi mara 5 mfululizo. Dunia imemshuhudia Cristiano Ronaldo. Ronaldo hajawahi kuwa mchezaji bora wa mechi mara 5 mfululizo. Dunia imemshuhudia Neymar. Dunia hivi sasa inamshuhudia Lamine, lakini wote hao hawajawahi kuwa wachezaji bora katika mechi 5 mtawalia. Kwa mara ya kwanza katika ardhi ya Tanzania inatoa binadamu wa ajabu ambaye mechi 5 mfululizo anakuwa na kiwango kile cha ubora na kufanikiwa kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa dunia. Na hili tungependa limfikie kikamilifu Rio Ferdinand aweze kufahamu ni Tanzania ina mchezaji wa aina gani. Na nimemsikia Mheshimiwa Paul Makonda akisema ya kwamba waandishi watapewa nafasi tena ya kumuuliza Rio Ferdinand maswali, na maswali hayajakuwa limited. Unaweza ukamuuliza swali lolote la kifutboli, unaruhusiwa kumuuliza. Kwa hiyo waandishi watakao mhoji tena Rio Ferdinand wakamuulize, Rio, wewe ni legend, ni mchezaji mkongwe na umecheza mechi nyingi na umecheza mashindano mengi makubwa. Umewahi kushuhudia
katika macho yako mchezaji anakuwa mchezaji bora katika mechi 5 mfululizo? Mpe hilo swali, alafu mwachie majibu yeye atupe, Watanzania tuweze kufurahi. Ni katika mambo ya ajabu tunapoelekea kwenye AFCON. Ajenda si AFCON. Tunapoelekea kwenye AFCON, Chama amekuwa mchezaji bora wa mechi mara 5 mtawalia katika viwanja 5 mtawalia. Kwa mara ya kwanza hili limewezekana, ndugu zangu. Kwanza alianza kwa kuweka rekodi, akawa mchezaji bora mechi 3 mtawalia, akaja akaivunja rekodi, akachukua kwa mara ya 4, na sasa ameweka rekodi nyingine tena kwa kuwa mchezaji bora kwa mara ya 5. Ndugu zanguni, hili sio tu Tanzania, hili halijawahi kutokea duniani kote, na kwa hapa Tanzania tutasubiri sana hata kuja mchezaji mwingine kufanya maajabu kama haya aliyoyafanya Chama. Chonde chonde, waandishi wa habari, kama English yenu ni chache na unataka kumuuliza Rio hili swali, mimi nawapa kabisa namna ya kuliuliza. Unamuuliza Rio, alafu unakausha kidogo, Navuta pumzi. Rio, have you ever, usiende haraka haraka, have you ever noticed si past tense wewe umetoka Lushoto, utajua English wewe. Swali jingine itahusianaje na AFCON? Sababu tutaambiwa bwana Hussein na AFCON. Chochote kinachohusiana na mpira wa miguu kinahusiana na AFCON, kwa sababu AFCON ili ichezwe inategemea ligi. Mchezaji amefanya maajabu katika ligi, inahusiana na AFCON pakubwa mno, na ili kuepusha nongwa za waja, unapoanza kumuuliza Rio, unaanza Rio kuelekea kwenye AFCON, Chama akawa mchezaji bora wa mechi mara 5. Sijui mnaelewa neno AFCON, kuelekea kwenye AFCON, usikose hiyo. Kuelekea kwenye AFCON ya pamoja, Chama amekuwa anakujibu kwa ufasaha tu, wala alina wasiwasi. Semaji la Mangushi linasema halijui Bwana semaji kakuvamia Wine Somba Onana hapa kidogo. Hebu hapa hebu muangalie alichonacho. Zawadi zake. Chama hili dafula. Chama sijui hili la Ahmed Ally, hili la nani? La kwako. Hili hapa la kwake. Ahmed Ally. Zawadi za Tanga hizi. Hapa la Kagoma. Kagoma Kibabage. Hii Kibabage limeandikwa Kibabage. Leke lingine la hili Kibabage. Hata bidi nikayapande haya. Hili hapa la Kagoma. Kwa hiyo hapa kuna la Chama, Kibabage, Kagoma. Hii nani? Hii Chama. Basi yaweke hapa. Haya hapa mweke kwenye mfuko. Kuna lingine? Hamna jingine. Huo mfuko. Si unamkumbuka huyu Wine Somba Onana huyo? Onana huyo. Mtaalamu wa kupiga cross. Ni familia. Ukipanda dafu inaota nini? Hilo dafu. Inaota dafu. Basi nitaenda kupanda haya. Nyumbani kwangu niwe na mnazi. Haya mshikie hapo. Tumalizie. Nilikuwa nasema semaji la Mangushi linasema hajajua kwa nini Chama yani imekuwaje mpaka anakuwa man of the match. Huwezi kujua kisichokuhusu. Huwezi kujua. Pilipili ya shamba ya kuashia nini? Wataalamu wamekaa wakaona Chama anastahili kuwa nyota wa mchezo, lakini kwenye kumwambia tu ni kwamba Chama ametoa asisti 2 hii leo. Goli la Libase Geye ni kazi ya Chama, na goli la Ismail Ture ni kazi ya Chama. Anastahili kuwa man of the match. Kibarua kingine Jumapili hapo. Yep. Aura Ni Aura. Basi ni unyama. Ni Aura. Are you very sure? Yeah, Aura. Ni Aura. Aura. Sio Ture. Aura. Yale mimi fanane wote Shangilia ili kuchanganya shangilia. wote sababu alishangilia Ture. Mwanae yule familia wote wa Cote d'Ivoire. Swali lilikuwa nini? Jumapili. Yes, Mungu akijalia kesho tunaondoka Tanga kurejea Dar es Salaam, na moja kwa moja tunaingia kambini kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mechi yetu dhidi ya DFC.
nao ni mechi nyingine ngumu ambayo tunakwenda kucheza, lakini tuna imani tutakwenda kupata matokeo mazuri. Na kwa hivi sasa kama ambavyo nimeeleza jana, hivi sasa kila timu inapambania malengo yake. Kwa hiyo ni ngumu sana, ni ngumu sana kucheza mechi nyepesi. Unaweza ukapata mechi nyepesi kwa timu zisizokuwa na malengo kama ile timu inayotoka nyanda za kati hapo, lakini kwa timu zenye malengo hii mechi ni ngumu kweli kweli, kwa sababu Dodoma na wenyewe wana malengo yao ambayo wanapigania, na kwa hivyo wana produce mechi ngumu kweli kweli sisi na wao, lakini yote kwa yote sisi tumejidhatiti na kujipanga kwenda kupata matokeo mazuri katika mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Kanda ya kati kuna timu mbili, Dodoma Jiji na Singida. Sasa Dodoma Jiji wana malengo, kwa hiyo mechi na sisi na Dodoma Jiji itakuwa ngumu. Ambao wana malengo utawaona kesho. Jamani, mmeridhika ndugu zangu? Mmepata vitu vya kupandisha vya kutrendi? Babake waziri, waziri kabisa Shentembo, kabisa waziri Junior Shentembo. Ulifurahi alipofunga Yanga mno, namhitaji aje nyumbani apate mikungu ya ndizi. Umempa zawadi? Hajaja bado. Mtumie. Nitamtumia, lakini nataka aje mwenyewe nyumbani kule. Safi. Kabisa bwana. Ulifurahi alivyonyoa Kabisa. Nimefurahi mno. Ushoto nzima. Ushoto nzima. Nzima mno. Na goli lake tutalipeleka Puskas kila mahali. Nakushukuru baba.